Karibu sana katika kurasa za mwisho siku hii ya Jumamosi, ikiwa ni Jumamosi nyingine ya mwisho katika mwezi huu wa 5. Kesho tukiwa tunaamkia katika siku ya kwanza ya mwezi wa 6, ikiwa ni siku ya Jumapili. Mimi ni Philip Cyprian pamoja na Philip Mkin, Molandi, Judith pamoja na Charles Abel, ambao wote hawa tutakuletea yaliyojiri katika magazeti na hususan mara baada ya wiki hii yote kumalizika. Leo hii basi, mbali na yote, kuna mchezo wa nusu fainali ya pili kati ya Simba anacheza na Singida Big Stars katika mchezo wa pili wa nusu fainali, ili kutafuta timu itakuwa kwenda kucheza hatua ya fainali dhidi ya Yanga ambayo tayari imeshatangulia kuelekea katika hatua hiyo. Ni mchezo muhimu kwa timu zote mbili, lakini unafanyika katika uwanja wa Kwaraa pale Manyara, na utakuwa unafanyika ifikapo saa 10. Karibu sana katika siku hii nyingine tena. Wiki iliyopita Charles Abel alitukimbia, alikuwepo, aliingia mitini. Alienda nani? Alienda Zanzibar. Akwenda. Iliyopita Zanzibar alienda kufanya. Si ndio ilikuwa finali au finali lazima ifanyike hivi? Hivi ndio wiki iliyopita? Okay. Si ilikuwa finali ilikuwa ni Jumamosi Jumapili? Finali kwa Jumapili ile. Jumapili. Kwa wale ondoka Jumamosi. Aliondoka Jumapili. Tulimuona fau tu kule Zanzibar. Huyo anaenda kimya kimya. Huyo anaenda kimya kimya. Okay. Huyu si mwandishi nguli. Mwandishi nguli, fau sio nguli. Fau sio nguli. Haya basi. Katika magazeti yaliyopita kwa wiki iliyopita, hili ni gazeti la Msimbazi likiwa lina vinasaba vyote vya Simba. Siku 11,000 Simba inabeba. Joshua Mutale Budo. Hili ni gazeti lililokuwa la Ijumaa kabla ya mechi, wenyewe wakiwa wanasema hujuma. Haya, hii kwa ni gazeti lenye vinasaba vya Simba, lakini magazeti kadhaa yakiwa yanazungumzia kuhusiana na mechi ile iliyokwisha kwa timu ya Simba. Feitoto azua vita kali Simba na Yanga. Jana kuna baadhi ya mitandao ya kijamii ilikuwa ina ripoti, sijui Feitoto amekuwa gumzo kweli. Kati ya mtu ambao ameandikwa sana kwa siku za hivi karibuni basi ni Feitoto. Yaani kama Google inaweza ikatupa takwimu, inawezekana mtu ambao ameandikwa na watu kusearch jina lake sana ni Feitoto kwa hivi karibuni. Leo pamoja na kwenye mitandao. Hiyo Google na maana pamoja na kwenye hata kwenye Google watu wana Google sana kufuatilia kujua taarifa zake siku hizi. Yaani mtu akiwa nje anatafuta huyu Feitoto ni nani? Okay. Simba ya ibana Yanga kileleni, achukua pointi 3 muhimu mbele ya Singida Black Stars. Fadlu alalamikia kuhusu, tutaangalia hapo baadaye. Akiwa ni magazeti ya leo. Katika ule mtego wenu ule msimu mtego wa ubingwa huko hapa bado upo? Kuna gazeti moja hapo mlifungua. Katika gazeti gani? Hapo Mwana Sport hapo katikati. Mwana Sport nimeliona hapo. Kati ya magazeti yako ulosema ya katikati ya wiki hilo. Katikati ya wiki mfungua mbele. Kurasa mbele. Kwamba mtego bado saa 72 za mtego Simba. Okay. Hizo sasa zimeshapungua. Sababu mtego ulikuwa ni kwenye ligi, na yani makombe yake yote matatu yalikuwa ndani ya siku chache. Baada ya kumaliza shirikisho akawa amebakiza kwamba lazima acheze na Singida kwenye ligi kupata hatima yake ya ubingwa, lazima acheze kwenye FA na Singida ambao ndo leo. Kwa akishamaliza hapo, ina maana huo mtego yeye atakuwa ameshaumaliza. Sababu kwenye ligi mechi atakazokuwa amebakiza, atakuwa amebakiza na Ken Gold shashuka daraja, atakuwa amebakiza na Kagera ameshashuka daraja. Na Yanga ambayo ya Yanga ndio itakaoamua nani anakuwa bingwa kwenye nchi kwa sasa. Wiki mbili zilizopita tulisema kwamba katika mechi za back to back kama hivi, kwa uzoefu wangu mimi nachokiona ni kwamba ukishinda mechi moja au labda nitetee basi. Au uko sahihi. Ulisema hivyo. Ulisema ukishinda moja, yani ulisema watagawana fito. Watagawana fito. Bado sijabadilisha mwelekeo. Bado hujabadilisha mwelekeo. Bado. Tutazungumza saa 12 leo. Bado. Katika mjadala yetu ya WhatsApp. Bado. Au unasemaje Charles?
Hakuna. Haya basi. Moland hebu muulize. Moland, nimekuuliza Moland. Au 50-50? Au wewe ni 50-50? Mimi 50-50 tu. 50-50 Haya. Hizo saa 72 za Simba. Kwa hiyo zimebaki saa saa 10 na mpaka saa 2 mpaka saa 12 zinakuwa zimeshafutika. Cha kumwambia leo. Hizo saa 72 zinaishia leo. Yaani mechi ikishaisha ya Simba na Singida, hizo saa 72 zinakuwa zimeshaisha. Hapo uko wapi? Yaani Singida alikuwa ameshikilia makombe yote ya Simba. Yaani kwenye zile mechi, kwa sababu ilikuwa inaonekana ile Simba kutoka kwenye shirikisho tarehe 25. Alafu baada ya siku 2 wanacheza na Singida, baada ya siku 2 tena wanacheza na Singida. Ndicho ambacho kilikuwa kinazungumziwa hapa. Lakini apata gap ya kupumzika, inawezekana huko mbele akakaa vizuri zaidi. Okay, haya. Twende mapumziko, tutarejea hivi punde. Mwana Sports la leo linasema Azizi Ki, kuna Azizi Ki alama ya kuuliza. Kuna Chama Pacome kwenye maandishi ya njano unaweza ukapata tafsiri, lakini hapa chini kuna namna ambavyo imetengenezwa picha ya leo katika gazeti la Mwana Sports. Kuna mtu mmoja mkubwa ukiangalia vizuri hichi kiatu cha kitajiri au cha dola, tunauza kwa dola hicho. Lakini sasa inaonekana kama huyu mtu mwenyewe huyu mimi nilivyomtafsiri ni mtu mmoja mkubwa, lakini hapa chini wanasema Mo Dewji amzuia Fadlu, ikiwa inaeleza katika gazeti la Mwana Sports. Huyo mtu mkubwa ndo anamzuia Fadlu. Huyu mtu mkubwa yani picha mimi nilivyoiona, nilivyoitafsiri kwamba huyu mtu mkubwa huyu ambaye yupo katika hii picha ni kama anampokea Fadlu. Umeelewa? Charles Abel upo ni kama anampokea Fadlu. So kana kwamba yani Fadlu ndo maana hapa kuna begi. Sio Fadlu alikuwa anaondoka, kwa hiyo anamzuia usiondoke. Sasa hapa Fadlu ndo ameingia kwa tafsiri yangu. Naona kabla ndo anakuja sasa, ndo alikuwa anataka labda anaelekea hapo jafa kukuta jamaa amemzuia mlangoni. Kwani hii ngoja kwanza. Walipopata wafuasi wengi. Tafsiri yako wewe. Kumeanza kuchangamka kama wiki iliyopita tulivyosema. Hii ndoto yangu. Kumeanza kuchangamka ndoto zako bwana. Kwani ngoja basi mkini. Kwani hapa tuchukulie huo ndio mlango wa airport. Si ndio? Fadlu ashashushwa pale. Kashashuka. Yaani amepokelewa. Yaani huyu mtu mchukulie ni anaenda kumhug, kumkumbatia. Ngoja basi. Huyo Fadlu alishakuwa hapa nchini? Sasa ndo nasema ndo kaondoka sasa. Anaenda kumpokea. Kwa kashafika sehemu yake kule. Umeelewa? Amekutana na mgeni wake. Anamkumbatia. Mimi ndo nilivyoitafsiri. Tafsiri yangu. Ya kwako. Tafsiri yako wewe? Mimi ya kwangu. Huyo Fadlu anaondoka. Yani anataka kuondoka. Wakati anafungua mlango hivi ameshatoka na begi lake. Afu akuta Mo anamzuia bwana. Kwa hiyo huyu ni Mo. Mimi kwa tafsiri yangu mimi. Tafsiri ya Moland? Mimi. Mimi naungana na Nkini. Ni Mo. Ni Mo. Kama ni kama kimaki Lennis inaongea kabisa hapo Mo Dewji amzuia Fadlu. Kaangalia kuna picha hapo. Takuja na swali jingine. Judith. Story na picha kama Nkini tu. Yaani namna story na picha ndio inaleta maana. Chaza hawezi kwenda against Chaze wengi wapi? Mimi bado nabaki kwenye ubishi kwa sababu. Ubishi wako atwende. Unataka kuona hoja atwende. Tetea hoja yako. Vipi ndoto yako ina maana ulishamuondoa? Ukiangalia morphology. Unataka tumeno la mambo kwanza. Ile kwa shule unakuja kuhamishia hapo. Ukiangalia morphology ni maumbile. Sawa. Sawa? Si sawa? Ndio. Mo ana maumbile haya. Mbele hapo unazungumzia ya ukubwa, hapo kinachoonekana hapo ni miguu. Hapo inapoonekana ni miguu. Sikiliza Philip. Mo. Philip kama picha imepigwa nyuma, afu na picha mtu akaizoom. Sawa?
hawezi kufikia kama hivyo alivyofikia ni Mo. Na hapo Morandi pia naye kujibu kitaalupa sasa. Engo ya picha ilipopigiwa ni wapi? Engo ya picha imepigiwa sehemu gani? Wewe usitake tufuate ndoto yako. So umeanza kuleta morphology zako. Bado lakini tutapambana katika. Aelio terrestrial. Yaani ndoto yako utuambie aliondoka lini, yani lini Yaani bado unapambana. Si mpaka tone la mwisho. Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba hapo labda kaondoka kaenda South Africa, South ndo anapokewa. Yaani ndo maana yangu mimi. Alafu maana nyingine hizo za morphology. Leo. Kwa maana kwamba ukiangalia sawa hata kama close up ya picha. Hapo uone kwamba hii picha huyu mtu ni mrefu sana kuliko Mo. Sasa ulimsikia Morandi alivyokuambia? Hata kama close up. Hata kama close up. Kwani hapo unamwona mtu unaona miguu. Sasa miguu yako mimi sinaweza nikaikuza ninavyotaka. Mimi nikichukua picha yako ya miguu naweza nikaikuza ninavyotaka. Hamjatutendea hapa. Hujatendea haki wapi? Yaani mimi nikichukua picha yako naweza nikaikuza kuonekana kabla nitoe. Okay, sawa. Haya, Azizi Ki alama ya kuuliza. Kuna Chama Pacome afanya kikao kizito, Mutale afichua siri. Mutale yupo naye? Budo yupo. Haya. Huku pembeni kuna Simba Singida mechi ya kisasi baada ya juzi leo hiyo mechi ya leo. Yes, baada ya juzi ndio kisasi hichi. Haya, ndani ya siku 2 hivi. Okay. Kocha huyu tangu atue Msimbazi, kwa maana kwamba Fadu. Kocha huyu tangu atue Msimbazi ameifanya Simba itishe kiasi cha kutinga fainali ya shirikisho Afrika. Sawa. Unakubaliana naye kwanza? Unakubaliana naye kwamba amefanya Simba itishe? Kafika finali lazima umpe. Kapoteza mechi moja tu kwenye ligi. Kapoteza kwenye ligi, kapoteza na Yanga tu mechi na Yanga. Nyingine zote sare. Sare si ngapi? Sare 2 3. Ana sare na Fountain. Ana sare na nane mwingine? Coastal Union na Azam. Sema ile mechi sare 3. Ile mechi ya Juni 15 ile inaokuja Juni 15 ile ndio itakaamua bingwa. Ile mechi ya Juni 15 ya watani wa jadi Yanga na Simba, ile ndio itakaamua. Kuna maanisha kwamba bingwa. Kuna maanisha kwamba baada ya hapo Yanga na Simba watapoteza mechi kabisa wala watapoteza pointi. Kuna michezo hapa katikati hapa. Unasema inaamua bingwa lazima yani nilivyoiona. Umeona ya kwamba nafasi ya kuamua ubingwa iko pale. Nafasi ya kuamua ubingwa iko pale. Sasa Yanga na advantage pia ya point moja. Sababu Yanga hata akitoa sare, kama unataka kumaanisha hivyo, Yanga anatoa sare na Simba ndio kushinda mechi zake zote, anakuwa bingwa. Umejuaje kama atashinda mechi zake zote? Ndio maana nikasema sasa umezungumzia kama ndio inaoamua ubingwa. Nikakwambia Yanga na advantage. Yaani kwa tofauti ya pointi moja alionao Yanga, anaweza pia akatafuta sare hapo, alafu akaenda kushinda mechi zake zote zilizobaki. Okay, gazeti la Mwana Sports ndani. Mtibwa yasaka kocha ya mkomalia Baiser. Baiser si bossio. Tulisema wiki 3 zilizopita. Wiki 3 zilizopita au kuepo na ni chance. Philip, unakumbuka kwamba basi tumeshapanda na tutavurugana hapo. Hiyo ni asili ya ligi yetu. Tulizungumza kweli hapo. Tulizungumza. Hasa kuvurugana kwa kocha. Lakini mimi nilimsikia msemaji wao Kifaru alisema wanatafuta kocha lakini benchi la ufundi linabaki vile vile. Kwa hiyo wanatafuta tu kocha mkuu. Hao wengine wa chini wapo vile. Yule mkuu aloko hapo yuko. Ufonesi ashaondoka nani? Awazi. Asema yuko Awazi. Yupo inawezekana Awazi ana credible. Kwa hiyo wanasema yani yeye atabaki msaidizi, wanatafuta kocha mkuu. Kwa hiyo benchi linabaki vile. Medo sawa. Yaani kocha ni benchi of fundi kwa amekabidhiwa wale wakina Awadhi, sawa, ambao walikuwa wachezaji wa zamani wa nani wa Mtibwa kwa wamesimamia. Kwa of course liko wazi. Kwa maana kwamba ni lazima kasukana na vigezo ambao naamini ambao hawana labda kukidhi kufanyaje kukaa kwenye benchi, ndio maana hata kocha mkuu ambaye wasaidizi watabaki kubaki wale kina Awadhi. Kwa nafikiri sioni kama kuna tatizo hapa. Wamefanya kazi nzuri sana. Of course kazi nzuri lazima bado. Naliona karibu. Tatizo lipo kwa Awadhi.
Yaani kama angekuwa na leseni ambayo stahiki, Mtibwa Stars kama angehangaika kutafuta kocha mkuu leo hii. Kwa shida ipo kuna kwa makocha wetu. Uko sahihi. Lakini Yaani shida tena ipo kwa makocha wetu kwa sababu katika hali ya kawaida kama msimu huu uliomalizika kuna kipindi kulikuwa na muda wa makocha kwenda kusoma leseni A. Na wengine wale wote ambao wanasoma leseni A wamepewa nafasi ya kufundisha timu. Yaani unasoma kwa sahihi, mimi nakubaliana na wewe kwa 100%, lakini pia mimi sitamlaumu pia Awazi. Alikosa muda. Mtawalaumu pia na hao Mtibwa. Anaweza akaji. Yaani Mtibwa kuna time walikuwa wanabidi wamsaidie. Niliwahi kukaa na mtu akanieleza kuhusiana na package ambayo inatakiwa ili upate leseni hii sasa hivi ya ukocha. Ni hela nyingi sana. Ambao kwa Awazi nafikiri yani kwenye ile yani upite zile process zote. Nafikiri sio chini ya milioni 20-30. Bila zile process zote mpaka ufike. Sasa kwa Awazi Mtibwa nao ilibidi kwa sababu amshamuona ni kijana wao anaanza kuwasa. Kuna makocha basi tunawajua sasa hivi wale leseni wamesomeshwa na klabu zao. Hiyo leseni sema inawezekana ikaanzia ambao makocha wengine sisi tuna wa ligi kuu wote wamepitia huko. Sio wote. Yaani kuna unajua ni wote au sio wote? Sio wote, sio makocha wote wa ligi kuu ambao wamepita kwa hii process ya hivi karibuni. Kuna wale ambao walisoma nyuma ambao wanaenda ku refresh tu. Kwa hiyo ukitaka ku refresh unatoa milioni 20. Nafikiri hivyo kwa jinsi ilivyoelezewa. Sababu ninachokumbukumbu yani leseni ya gharama tu ya kozi ni around milioni 5-6. Milioni 5-6. Ya kuanzia yani unaenda kutafuta ile leseni yenyewe. Hiyo ndo ada ile ya kuanzia. Basi alionieleza mimi itakuwa alinipotosha, lakini hiyo 5-6 unazozungumzia ni ndogo sana ya hela ambayo aliniambia. Kwa sababu ingekuwa 5-6 na mimi naamini makocha wote wangekuwa wanayo ambao wanahitaji kuisoma. Sasa mimi naamini makocha wengi wanafeli kupitia kwenye hiyo. Na shirikisho limekuwa likiwasaidia wengi sana pia. Ya kabisa. Yaani hao wazao wamesaidiwa wengi sana na shirikisho kwa sababu wanakwama kwenye hiyo package ya hela. Ambao mimi naamini Mtibwa sasa kama Awazi ni kijana wao, walikuwa wanatakiwa lazima wamsaidie. Sasa mimi namjua ni wa siku nyingi sana pale kwao. Kwanza timu ya vijana. Yaani kuna wakati hizi klabu lazima ziangalie wale watu. Sisi tunajua wengine ambao wamesomeshwa na nani na klabu zao. Achilia mbali kwa maana kwamba kuwa timu ya vijana, lakini alishaye kupita pale amecheza. Ushaona na vile amepewa timu ya vijana, sasa kapewa timu kubwa championship, sasa ipanda ligi kuu. Kwa sababu sema kile kuponi sahihi tu kwa maana kwamba viongozi sema hatuwezi jua kama anabaki. Timu nyingine ambayo inakuwa imfanyie hivyo kocha wao ni Costi. Haya unaona sasa. Nani naye hana leseni? Nani? Joseph ana na anatamani kusoma ama unaona sasa ndio kitu ambacho kinatakiwa kifanyike. Kwa sababu mimi najua hata nani si ndio kaipata sasa hivi. Huyo Matola mwenyewe na uzoefu wake wote kaipata hivi karibuni. Lakini kwa Simba ndio wamemnani. Ndio kila akiwa Lipuli hakuwa na leseni. Alikuwa anapambana ndio maana alikuwa anamchukua Amri Saidi anakuwa kama bosi wake. Amri Saidi ndio alikuwa na kipindi kile. Kwa hiyo nafikiri kuna sehemu fulani hivi inabidi hizi klabu zetu ziwekeze kwa wao makocha wao. Okay. Haya, lakini hapa katika hii historia ya Mtibwa saka kocha ya Mkomalia Baisel, huyo Kifaru huyo kawa quoted kwamba amezungumza kwa kuhusu kumtafuta kocha. Ni kweli. Jambo lingine ndani ya wiki 2 atapatikana mtu. Hiyo ni kwenye nini? Wakati Mtibwa wakiwa wanababaika na kocha wenzetu Mbeya City, lile pati la Mbeya City ndo leo lile pati moja la pati la Mbeya City ndio mchezo hiyo ina Mbidogi. Niliona jana pati lao kali. Mbidogi na nani? Wako wasanii wengi tu wamewataja. Sasa nikiangalia Mbeya City nakumbuka ile kauli ya Chazi ya nani ndugu zako nani wale? Ken God. Afu kama Mbeya wanapenda sana Ken God. Mbeya wanapenda sana pati Kwa hiyo maana kutakuwa imekuwa mapema sana mimi naona. Kwa hiyo wanafanya leo party. Wao wamepania. Lakini hii si party kwa maana wamepanda ligi. Si wamepona sherekea sawa. Hiyo sasa hiyo anasema kingine anasema yeye. Alafu kuna Mbeya City Day ndio wasema kingine. Zinakuja zote hizo. Hiyo Mbeya City ndio unakuja kutambulisha majembe wake. Ile party vibe tunafanya. Sema bwana. Lakini wenyewe wabadilishi kikosi chote. Nani? Wenyewe baadhi ya wachezaji wanabaki. Unaweza kaanza hivyo kaja kwa kama Ken Gold. Kwa pili unaingiza wachezaji 24. Yudi sizungumzie mapema sana hilo. Lakini hao Mbeya City walifanyaga pia kama sherehe zile zilizobaki mechi 2 au mechi 1 nakumbuka walikutana madiwani kama ilifanyika. Kwani hiyo ilikuwa
Lakini ukinitolea Simba na Yanga naamini Mbeya City ndio timu yenye mashabiki wengi zaidi. Championship wenyewe walikuwa wanajaza uwanja mpaka wanazuia mashabiki. Nimeambiwa bure hapo. Hata kama bure. Kuna timu hapo ukiweka bure babu bado upate mashabiki. Yaani kuna timu hapa ukiweka bure. Bure kabisa. Au upate mashabiki nusu. Wale walikuwa wamefikia, walikuwa wanasafiri na yani unaweza kufanya dawa basi kabisa. Yangu mwingine kwani kuendelea yani ile standard yao ambayo walikuwa nayo waendelee nayo. Kwa ule msimu ambao Mbeya City wanapanda ligi kuu. Mechi zao wakati wanacheza kule Mbeya. Nenda kuripoti mechi moja Mbeya kwa Simba na Mbeya City ambayo mzunguko wa pili ilikuwa. Mechi mzunguko wa pili ilikuwa ile. Yaani mtaani kote yani magari yanapita kutangaza hiyo mechi. Yaani ninjani yani mtaani kote ni rangi za jizao zile ni za nini? Zambarau sijui zile. Mtaani kote nafuata napiga PA afanya mashabiki hapa ni mashabiki wa kutosha. Na hata mechi zao kuja kucheza Dar es Salaam magari kutoka kule Mbeya kuja Dar es Salaam kwa mengi mno vurugu za kutosha zilikuwa. Hata Dar es Salaam walikuwa wanapata mashabiki wengi sana mpaka jezi. Wengi walikuwa wanawasupport. Sasa kama kuje hiyo waendelea nao katika championship ndio naomba kwenye ligi kuu. Je, wataweza kuhimili kuendelea nayo? Matokeo yatawabeba. Wakipata matokeo sawa mashabiki wote. Na pia namna watakavyorudi yani usajili watakavyokuwa wamejiandaa. Sasa kuna namna ukianza timu watu wanaanza kukata tamaa. Sawa. Okay, gazeti la hii ni picha ya Fair Play Yeah, Fair Play. Katika wiki hii nafikiri na trend Shake na pamoja na Shemalon ambao pia hata leo inaendana na tukio la leo pia. Okay. Lakini leo ni finali PSG anacheza leo. Leo UEFA final leo. PSG Ulaya wanafunga msimu na Inter Milan. Ulaya leo wanafunga msimu wao. Kabisa wote. Yaani hapo ndio ina maana hiyo ndio ya mwisho wanaenda kwenye club bingwa dunia. Ambao nimeona Azam TV wanaonyesha, si ndio? Tunaonyesha PSG wamo. Inter wamo. Nimeona Juve, Benfica wamo. Juve wamo. Ahali wapo. Alafu Mamelodi, timu yako Mamelodi wapo. Wamo wale walomchukua Aziz Ki nani? Wydad. Timu yangu timu gani? Ndio Wydad. Sio Mamio huko space. Timu yangu Wydad. Yaani sio ulisema Salim Mwalimu yuko kule Mzawa sio nini kwa ndo timu yako unaitaka. Uliniambia mimi. Ukasema ni timu pekee ambayo utamwona Mtanzania anacheza ni Wydad. Sasa hivi unaweza kunizungumza kweli. Umezungumza. Chazi alikuwepo bora. Unaanza kuniruka basi sasa hivi. Umesema tena ukamtaja kabisa Mwalimu ukasema Salim Mwalimu yuko kule ndio timu ambayo nitamuona mimi Mzawa Mtanzania anacheza ndio timu yangu. Sasa hivi unataka kuruka. Unataka kuhamia timu gani? Chelsea. Mamelodi. Unataka kuhamia wapi? Nimechutama. Nimechutama. Kweli unawaambia watu kwa mara ya kwanza watamuona Salim Mwalimu akicheza kwa kupitia Azam TV. Watamuona kuna Aziz Ki tena kaenda. Kumbe Aziz Ki au umenitega. Mimi si ya kutega. Si ya kutega. Lakini tunatamani siku moja Simba awepo, Yanga awepo katika mashindano ya klabu kama hivi. Waendelee kuonyesha juhudi. Kama tulivyokuwa tunatamani kuona kwenye finali na tumewaona hivi karibuni. Mashindano ya FL yamekufaje yale? Muulize Chazi bwana. Juzi nilikuwa nataka kuzungumzia afu nikasema sasa ndio yale mashindano ambayo mtu unachukua kombe. Alafu watu wanaanza kusema ile kombe lenyewe kwanza lilikuja mara moja tu afu likaondoka. Mimi sijasikia tena. Tunaiwekaje yale nani? Hawa yamo ya. Wenyewe kwa maelezo yao wanasema wanarudi kufanya yani tathmini. Namna gani wataboresha kwa sababu yes. Kwa sababu mtazamo ambao walikuja walisema wanataka kuua mashindano ya kombe la shirikisho ili kuyapa nguvu yale, lakini inaonekana kulitokea mkwamo kwa sababu wanakuambia uwezi ukaua mashindano rasmi ambayo katika dunia nzima yapo kwa ajili ya shindano ambalo lisilo rasmi. Kwa sababu unavyozungumzia kombe la shirikisho ni kombe ambalo linahusisha timu ambayo imechukua ubingwa wa kombe la FA au association na nchi husika. Sasa uwezi ukaua shindano hilo kwa sababu ya kuaccommodate shindano ambalo halihusishi hizo timu zote za Afrika. Okay. Kwa hiyo nadhani ndio mkwamo uko hapo. Lakini pia kitu kingine ni changamoto ya ratiba. Kwa mfano kama leo unajaribu kuona sasa hivi kuna hiyo kombe la dunia la klabu likimalizika kuna chani. Likimalizika kuna AFCON. Kwanza kuna kombe la klabu la AFCON kwa wanawake.
Disemba kuna AFCON. Ligi zinatakiwa zianze hapo. Ligi zinatakiwa zianze, ligi ya mabingwa, kombe la shirikisho tena unachomeka wapi? Na pia Disemba kuna AFCON. Kwa hiyo nadhani ni mashindano ambayo yalikuja kuburudisha mpira, lakini sidhani apply kufanyika mashindano kwa mwaka ni ngumu, kwa sababu changamoto inakuja ni kwamba kalenda imekuwa imebana sana, yani ni ngumu sana kuchezeka mashindano. Umeelewa chazi? Nimekuelewa, asante. Kwa hiyo niseme sasa kwa mtazamo ambao unaonekana unajua ukiangalia msimu mzima wa mwaka ni kama hakuna mapumziko ya mpira miguu. Yani kwanza kama mwaka undo kabisa. Yani mwaka undo kabisa. Mwaka undo kabisa. Sababu gani kuna off? Mara nyingi kama watapumzika sana wachezaji wiki 2 au wiki 3. Yani ile kwamba hawashughuliki na masuala. Tena wakutane na CEO kwenye klabu ambayo ameamua kuwapa mapumziko, yani hawaonee huruma. Lakini kuna klabu zingine naamini zitaunga msimu. Kwa sababu mfano ngoja nikupe mfano mmoja. Huyo Chelsea au sijui Ahly ambao anaenda klabu bingwa dunia. Wachezaji wake ndo wao ambao, yani mfano wao Ahly ndo wale wanaotoka ndani timu ya taifa, si ndio? Timu ya taifa ambayo ikishatoka hapo Wydad wanakuja kucheza CHAN. Wanakuja kucheza CHAN, si ndio? Wakishatoka kwenye CHAN ina maana msimu hapo umeshafunguliwa. Pre-season mnaanza pre-season. Mnatoka hapo mnaingia kwenye AFCON, si ndio? Kutoka kwenye AFCON ligi zinaendelea ndani. Nimeona duration yake. Kipindi chake, yani muda. Sijaiona. Ni kama wiki 2. Ndio nasema hizo wiki 2 zenyewe sasa. Ukutana na CEO mzuri ndio anza kuachia mkapumzika. Lakini kwenye klabu CEO mwingine anawaambia bwana tujue ni tuanze maandalizi ya msimu. Wale ambao wataenjoy labda ni wachezaji ambao labda hawaitu kwenye timu za taifa. Ndio watakuwa enjoy na kama muda mrefu. Lakini wale ambao mpaka national team timu nyingine hapo sasa wakati nyewe mnaitwa national team na yeye anawaambia tupande ndege twendeni Morocco tukajiandae kwa ajili ya msimu mpya. Hapo sawa. Unaona kwa yani bado kuna ugumu sana. Na ile mara nyingi inaletaga sana fatiki kwenye msimu mpya unaanza. Ukisoma majarida ya Messi wanakuambia Ahly anguko lake la msimu ni kutokupumzika, waliunga msimu. Yani msimu wao uliisha kabla hamna sehemu ambao walipumzika hata wiki 2. Nafikiri ndio zile mechi ambazo walienda kucheza kule, zile timu za Zanzibar zikaenda kuchezea Misri. Si bado walikuwa wako ndani ya ligi wale. Kwa hiyo ligi ya mabingwa ilikuwa imeshaanza, wenyewe bado wako ndani ya ligi. Kwa nafikiri ni pagumu. Ndio sehemu ambao wachezaji wanalalamika sana. Hiyo pia ya baadhi ya wachezaji kuanza pre-season, wengine wako timu ya taifa, ndio yale makocha wanatafuta sababu. Sikuwa na wachezaji wangu wote ndio maana. Sisi baadhi yangu anakuwa sahihi. Kocha. Kwa hiyo inakuwa ni vitu ambavyo vinawachanganya pia makocha. Yani uende urudi, kuna sehemu ambao wanahitaji kupumzika. Unajua wale nao wana familia, ni binadamu. Yani ratiba hata iwe vipi lakini lazima wapate time fulani hivi ya kupumzika. Mfano mwingine Man City. Yani wachezaji wa Man City walicheza mashindano mengi. Unajua msimu uliopita Man City aliingia katika hatua za juu za mashindano mengi. Alipotoka hapo wachezaji wakaenda kucheza Euro. Walivorudi tu unaona ile nani yao imepotea kabisa ile rhythm ya Man City. Na wengine mpaka wakapata majeraha wengi. Man City alipata sana shida ya majeraha msimu huu. Yani ukiangalia timu ambazo wachezaji wao wengi walikwenda kutumikia, yani zimetoa namba kubwa wachezaji kwenda kucheza mashindano ya Euro. Ndio timu ambazo zimepata changamoto kubwa ya majeraha, Man City, Arsenal. Umeona? Yani ndio hivyo. Ile ni ngumu sana. Kwa hiyo kibinadamu ni lazima upumzike. Mwana ndi leo mechi unampa nafasi nani? Simba na Singida. Kwanza unaionaje mechi yenyewe? Ukinije mara pili unajua unaniuliza. Mimi Singida hajazungumzia hapa, tumezungumzia nje hapa. Yaani kuipa nafasi kwa maana yani timu gani unaipa nafasi leo? Mechi unaionaje? Nani anaenda finali kucheza na Yanga? Mechi ni ngumu. Mechi ngumu kwani kwa sababu moja naipa nafasi timu gani inawezekana. Nasema naweza kusema kwamba mechi ni 50-50. Kivipi? Mechi ya kwa raha. Mechi kwa raha. Mechi ni 50-50. Naweza kusema kwamba kwa maana kwamba ya Singida of course yani ni timu ambayo ni strong ukiangalia. Angalia mechi iliyopita. Angalia performance yao, angalia aina ya wachezaji wao, of course wako vizuri. Kuna wachezaji ambao wanacheza kwa nidhamu. Nafikiri kosa moja tu ambalo liliwagharimu moja tu ambao naamini kwamba lilikuwa ni la golikipa ambaye amefanya ile mistake ambayo mwisho wa siku Mkwala kaja akawadhibu. Lakini baada ya ile goli utaona kwamba Singida walikaa vizuri, wakarejea vizuri, wakaprocess mechi ile
wakatafuta nafasi wakatengeneza, nyingine wamezikosa of course, lakini kuna nyingineo of course kupo clear, mtu anaweza kufunga striker akawa tegemea apate penalty, lakini nafasi waona clear kwa anaweza akafunga, mwisho siku wakapoteza. Kumbe sasa katoka kuelekea mechi hiyo, naweza kusema kwamba ni mechi ambayo naamini kwa maana kwamba Simba sasa wanatakiwa kwamba kize kwa nidhamu kubwa, kwa maana mabeki watu nyuma wao wa mwisho, nazungumzia Chamuka Labu pamoja na Shemaroni. Aidha Kagoma atakiwa sana kupanda kwa maana ile walindi wale pale, lakini kwa maana akisema kwamba atake kushambulia afu aje Chamuna Karabu kutokana na aina yao kizaji hawana speed. Unajua ukiangalia watu wa Singida Black Stars wala na speed. Kwa hiyo ukisema kwamba wale watu wa Singida wakina Chake pamoja na Chake pamoja na kina Sege Poku wakiweka nyuma mipira nyuma yao, nyuma ya tufanye kwa shabaji kama kwa pamoja na jua nyuma mabeki, kwenda kwa tatizo itakwenda kuta kama mechi iliyopita itagharimu. Lakini kwamba wasema wacheza kwa nidhamu, kwa maana kwamba Kagoma wasile sana kuwalinda mabeki wake nyuma, itawasaidia. Lakini kwamba Simba kana toka kwa shambulia juu fanya wale viungo wake nyuma ya mabeki wale, yanatokea mistake kama mechi iliyopita. Hiyo ndio mechi unaionaje? Ni ngumu kupredict. Wangu mimi naweza kusema kwangu mechi mimi kwa leo mechi naona nashindwa kuitabiri, kwa sababu ni mechi ambayo ni tofauti na mechi ambayo walicheza Jumatano. Kwa leo makocha wote naamini, sidhani kama kila kocha ataingia kama alivyocheza mchezo wa mwanzo, kwa sababu tayari makocha wote walisomana katika mchezo wa kwanza. Kwa hiyo mchezo huu hapa, yani kila kocha sidhani kama anategemea mwenzie atakuja kwa namna alivyocheza kwenye ile mechi ya ligi. Kwa hiyo ni ukiangalia inakuwa ni mechi ambayo ni vigumu sana kuitabiri, kwa sababu naamini kila kocha ataenda na mbinu nyingine tofauti na mchezo ule aliocheza Jumatano. Charles, Singida anapoteza mechi ya 4 mfululizo kwa Simba leo. Yes, naona hilo. Kwa nini? Baba tusaidie. Ni kuhusiana na nadhani mentality. Kwanza mazingira ya mechi iliyopita, namna ambavyo baadhi ya incidents zilizotokea na ile pressure ambayo tayari ishaingia kwenye kempu ya Singida, na matokeo pia mechi 2 zilizopita za ligi. Najua hizi ni mechi ambazo hazihitaji sana panicking. Yaani ukipaniki against timu kubwa, maana yake kuna kitu ambacho unaweza kikakuathiri wewe mwenyewe. So mimi kwa mtazamo wangu, ukiweka kwenye makaratasi, naona Simba na nafasi kubwa ya kuingia finali. Okay. Unanijia? Nakuja kwako na. Mimi sitoka wiki ya pili nasema. Unasemaje? Wanagawana fito? Unasema wanagawana. Mambo wanagawana sana kuyakana makauliza. Hajakana. Yaani kasimamia ile wiki iliyopita. Naona kama ndio ile kigumizi kile nilikuwa naitafsiri fito. Wanagawana fito. Niko pale pale. Ya kwamba kwa leo inamaanisha kwamba leo Singida anashinda. Niko pale pale. Yaani lazima ile macho kwa au ingekupa hata kama Singida angeshinda huku kwenye ligi kule Simba angeshinda. Yaani lazima. Simamia hapo hapo. Si ni formula. Mimi leo naziona penalty, naziona kadi nyekundu. Haya. Penalty yani dakika 90 kuisha. Leo Aragija Leo refa Arajiga. So yani hata wepo Arajiga naziona penalty, kadi nyekundu. Ndani ya dakika 90. Ndani ya dakika 90. Huyu ndoto zake kali sana. Hata mimi. Hata wewe. Mimi hata mechi iliyopita mechi ya nani Belkani na Simba kabla. Kuna watu nilikuwa nimezungumza nikaa nimewaambia, na hata kabla akianza kipindi nilimwambia kuna watu mechi na kucheza mechi Belkani na nani na Simba, lakini na sasa kuna kadi moja toka nyekundu. Niliwaambia watu. Yaani nikamwambia paka mchezaji na Kagoma huenda akapata kadi hiyo. Kwa sababu shona mchezaji ambaye ni kizuizi na mchezaji ambaye of course hawezi akakupita akakuacha hivi hivi. Ni aina mchezaji ambaye yani hapendi kupitwa na hapendi mtu apigwe chenga mbele yake, ama yani ni hivyo. Kwa lazima kugonge. Kwa of course atagonga ya kwanza, ya pili refa akavumilia, atamtia kadi nyekundu. Nani toka umeanza kumuuliza maswali Morandi anajibu kichambuzi, ana vinasaba fulani hivi. Yaani sasa hivi kabla anakuja fulani hivi. Nilikuwa namsikia Afghanistan, ulitaka vile kumkatisha nikamwambia bwana mwache kwanza. Mwache ashuke na ana vile vinini vile mnasema. Yaani ukimchokonoa tu kidogo. Ana flow yani. Anatoka nyuma yani anakuja speed. Babu kuna uchambuzi. Anataka elezea ile. Gazeti la Mwanasports, waamuzi wa ligi kuu bara wajitathmini. Haya ni maoni ya mhariri. Ni maoni yake. Kwa hiyo hapa ukisoma katikati huko utakuta sasa wa 6 nafikiri. wa 6 na ya pingwi.
Na maoni ya Mwariri ndio kitu pekee ambacho hakipingwi. Yaani kwanza kiuhalisia inawezekana yakapingwa. Lakini kwa uhalisia wa nyakati zilizopo hicho alichokiandika Mwariri hakipingwi. Sasa kwani sababu ni uhalisia wa waamuzi, kwani maamuzi yanapingwa? Sasa tunasema yanapingwa. Yeye amesema maoni. Unajua neno maoni, yani maoni hata ukitoa maoni yako. Sasa hapo ni watu wawili tofauti. Wewe ukitoa maoni yako. Maoni yako mimi sina uwezo wa kuyapinga. Si maoni yako. Yaani mimi nitakachofanya labda babu nikushauri labda hapa hivi. Ungefanya hivi lakini sio kuyapinga. Jamani, kesho kuna tuzo za BMT. Hivi TASWA jamani. Kesho kuna BMT. Kwani uchaguzi wa TASWA tena ni lini? Ni kila baada ya miaka mingapi? Nani alikimbia? Bila atuletea ofisi hapa alikimbia kamati. Si alikimbia kamati. Alichaguliwa kwenye kamati. Kwa nini mhusika? Anasema wao nimechaguliwa kwenye social media, mimi nitaendaje kwa hiyo? Hakupewa barua rasmi. Hajapewa barua rasmi, anasema ameona kwenye mtandao. Hivi vigezo vya wanaochaguliwa. Kwanza anavyosikia kwa TASWA, kuna wengine ambao walichaguliwa ambao hawapo. Yule alikuja hapa siku ile nani anaitwa? Kwani Kinyo naye yupo wewe? Wapi? Kwenye kamati. Sijai kuingia TASWA mimi maisha yangu yote. Alfred Lucas. Nasikia hayupo tena sasa hivi hata ofisini. Yule alikuja hapa akatuambia ofisi baada ya siku 100. Hayupo. Hayupo ofisini, siku nasikia kuna mtu anakaimu nafasi yake. Atatuambia nani nje. Kwani uchaguzi kila baada ya muda gani TASWA? Sikumbuki tena. Inabidi tufanye kitu TASWA sasa hivi. NIC. Kwa maana subiri, kwa maana Philip, maana yeye ajui, maana si Mkongo hiyo timu yani inaanzishwa TASWA yeye. Sijawahi kuwa mwanachama wa TASWA. Sijawahi kuwa mwanachama. TASWA ilikuwa inawafaa watu wengine kama kina Filipo hivi. Sasa hivi inawafaa watu kama kina Filipo washakuwa wakongwe hivi. Yaani kumpa Moland TASWA ni kumbebesha mzigo kabisa. Sina muda huo kwa kweli. Chazi alikuwa anaweza kwa sababu alikuwa ameshajipanga sana. Ni Chazi. Alishaandaa sera zake. Kwa nini kugombea Chazi? Chazi anagombea urais? Wewe unataka wenyekiti. Alitaka wenyekiti. Wakakata jina. Yaani jina lilikatwa. Jina lilikatwa hata kabla hajatangaza kwamba anagombea. Unataka sijui ujumbe, sijui nini, mimi nilikuwa nataka wenyekiti wa TASWA. Jina likakatwa hata kabla hajatangaza anagombea. Yaani kabla hajatangaza anagombea vigezo ana. Ndio ukaja unataka wenyekiti wa TASWA. Ndio akampa ujumbe. Ujumbe wanasema alikuta kwa nani kwa Sasa nikapewa ujumbe wa kuteuliwa. Ukapewa ujumbe ambao ni sana wewe ulikuwa sana front. Mimi Chazi shida yangu na Chazi. Kama alipewa ujumbe, ina maana ilikuwa ni direction yake ya kujitengeneza ya kwenda kuwa mwenyekiti mbele. Sasa mpa ujumbe wenyewe na kaukataa, yuko huku nje. Chazi alikuwa na maana yake kwa sababu nafikiri alijua akiingia mule yani hakuna kitu kitakachobadilika. Kwa miaka 5 ijayo. Hapana. Jamani, yani wewe imagine kama kuna kiongozi ambaye kachaguliwa na ndani ya uongozi sasa hivi kapola uongozi, au kama mjumbe atakuwa na nguvu ya kupenya kuingia kwenye hiyo sisi. Sasa leo kesho kuna tuzo za BMT, tumalizie hivyo. Nitajaribu kutafuta hivi wanachaguliwaje au vigezo na yani hivyo. Kwanza Azam TV wanaonyesha. Tutaonyesha. Yaani katika vigezo mimi nimeshangaa kuona kuna tuzo moja kwa klabu su timu bora sijui Yanga yupo na sijui na Dar City ya basketball. Yanga Dar City sio na Yanga na kikapu. Si kwenye club bora. Club kikapu ndio sina kwani ya club. Dar City. Dar City si kikapu. Ile timu ya basket. Dar es Salaam. Lakini Dar City ipo ya ilikuwa ile ya nani tena ya championship ile. Ipo ya kikapu. Kwa ni Yanga Dar City si na timu gani? Ziko 3. Nimesahau moja, si ni ipi? Sasa nikasema inabidi elimu sana. Mimi tukitoka kwenye kipindi utawapeni nani? Sawa, haina shida. Haya. Tumemaliza namna hiyo na tuseme kwamba tunaelekea kuingia katika ule wakati wa off season. Si ndio mpira unaenda mapumziko, lakini sisi tutaenda mpaka Juni 15 hivi na zaidi. Sisi tunaona kama tunaunga klabu bingwa dunia inaanza. Juni 15 pale. Juni 15 tunaunganisha pale. 20 na pale 30 pale bado tuna mechi. Mpaka kwenye mwezi wa 7 hivi. Kwa klabu bingwa dunia inaanza tukuta kwenye ligi. Sasa hivi kwa mfano kuna timu ya CHAN Taifa Stars, kuna timu ya CHAN
Afu leo ndo kikosi kinatangazwa kuna timu. Haya jamaa, tumefika samati ya kurasa kwa siku ya leo. Tukutane wakati mwingine.